Fuata jengo la mama na mtoto na huduma za magonjwa ya ndani. Kwa hiyo haya yote yapo kwenye plani za wizara kuhakikisha hili linakamilika. Haya mengine yaliyobaki ni majengo ya ziada ambayo sasa haya ni ya baadaye sana tukishakamilisha hapa. Kwa hiyo kwa sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, huduma zinaendelea na tunashukuru kwa sababu tuliweza kuhamisha huduma bila kuathiri ubora wa huduma. Huduma zinaendelea, wagonjwa wanapata huduma na walio wengi kwa kweli wanafurahi. Hata idadi ya wagonjwa kwa mfano wa mama wanaojifungua wakati tupo hospitali ya zamani kwa siku ilikuwa ni wastani wa wagonjwa 3 mpaka 5, lakini sasa hivi unakwenda wastani wa wagonjwa 7 mpaka 8 kwa siku. Kwa hiyo wananchi wamelipokea ili swala, hizi jitihada wanakupongeza. Kwa hiyo kimsingi kabisa ili jengo ambalo tupo sasa ni jengo la floor 2. Kuna hii floor ya chini ambayo tuko sasa, hii imekamilika. Hii ni kwa ajili ya huduma saidizi ambazo zinaendelea kutolewa. Bado ukamilishaji wa vitu vidogo vidogo unaendelea. Mkandarasi yuko kazini, lakini hii floor ya pili, floor yetu ya juu, hii ni kwa ajili ya huduma za kibingwa ambazo kwa sasa zinaendelea kwenye jengo lingine, lina nafasi ya kutosha. Na muonekano wa hili jengo la wagonjwa wa nje ukikamilika, muonekano wake utakuwa kama unavyoonekana hivi. Kwa ni jengo linalovutia, tunashukuru na tunafurahi sana kiongozi. Hizi zilikuwa ni picha za zamani kabla jengo halijakamilika. Lakini pia kuna majengo ambayo tayari yameshakamilika. Kuna jengo la radiolojia. Jengo hili Mheshimiwa Waziri Mkuu liligharimu shilingi milioni 231, limejengwa, limekamilika na limekidhi ubora. Jengo hili ndio tumefunga mashine ya CT scan ambayo ina thamani ya shilingi za Kitanzania bilioni 1, milioni 800 na milioni 800. Kwa hiyo jengo limekamilika, huduma inatolewa. Ukamilishaji wa jengo hili na kutoa hii huduma, Mheshimiwa, tunaishukuru sana serikali kwa sababu hapo awali tulikuwa tunalazimika hizi huduma wagonjwa kwenda Muhimbili. Kama unavyojua kijiografia, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Lindi mpaka unaikuta Dar ni kilomita almost 500. Na kwa Mtanzania wa kawaida kwa kweli kilikuwa ni kilio kikubwa. Kwa hiyo huduma sasa hivi zinapatikana hapa, wagonjwa wanapata huduma kwa wakati, lakini pia hata yale maeneo ya jirani ya mkoa wa Lindi pia nao wananchi wanapata huduma. Tunashukuru kwa hilo. Lakini pia kuna jengo la magonjwa, jengo lile pale ambalo ni magonjwa ya dharura. Jengo hili liligharimu shilingi milioni 650, limeshakamilika na sasa hivi linatoa huduma. Lakini pia kuna jengo la wagonjwa mahututi ambao pia nao limekamilika sasa hivi linatoa huduma. Hili ndio jengo letu ambao tuko sasa kwa hatua ya sasa, ambao likikamilika muonekano wake utakuwa kama hivi. Kwa hiyo sisi kama kwa niaba ya watumishi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Lindi na sekta ya afya kwa ujumla, kwa sababu tunafanya kazi kwa kushirikiana, tunaomba kwanza tukupongeze wewe binafsi kwa jitihada. Asante sana Mheshimiwa. Lakini pia tunaomba tuipongeze serikali ya awamu ya 6 kwa sababu haya pia yalikuwa ni maono makubwa. Kipindi sisi tunaanza shule, huduma hizi kubwa kama za radiolojia ambazo ni kidogo za juu zilikuwa zinapatikana kwenye hospitali kubwa kama Muhimbili. Kwa hiyo sasa hivi hadi mwananchi wa chini anaweza kupata hii huduma. Kiongozi, sisi tunashukuru sana. Mungu aendelee sana kuwabariki viongozi wetu. Mheshimiwa, karibu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hiyo ndio taarifa fupi ya ujenzi. Kwa kufuatia ujenzi wa hospitali hii ya rufaa ya mkoa wa Lindi, sasa itakuwa na uwezo wa kuona zaidi ya wagonjwa 150 mpaka 200 kwa siku, lakini wazazi watajifungua 7 kama umesikia hapo awali walikuwa 3, lakini kufuatia huduma hizi kuboreshwa wako sasa zaidi ya wagonjwa 7. Kwa hiyo tunaamini tutaendelea kuboresha zaidi. Lakini sio hivyo tu, kwa sababu tumehamia na hospitali ya zamani ni mbali, wizara imetoa basi kwa ajili ya watumishi ili sasa waendelee kuja huku na kurudi kule kwa sababu huduma ziko sehemu mbili. Lakini tunaendelea na ujenzi, tunategemea kuanza sasa ujenzi wa kantini kama ulivyoona hapa ni mbali na mji. Kwa hiyo tunajenga kantini ili watumishi waweze kupata chakula hapa. Hata hivyo tayari tumeshaongea na utumishi kwa ajili ya swala zima la watumishi. Kufuatia kupanua huduma kuna uhaba wa watumishi zaidi ya 400. Kwa hiyo utumishi wametuahidi kwamba kwa sababu ajira sasa watu huko kwenye interview, Lindi hospitali itapewa kipaumbele kupewa watumishi ili kuweza kukava hiyo gap ya watumishi ambao hawapo. Lakini vile vile kama ulivyoona kuna nyumba ya watumishi hapa, wameshahamia na wanaishi. Kwa hiyo huduma zinaendelea vizuri, pamoja tumehamia kwa muda mfupi lakini wagonjwa wanapata huduma nzuri sana. Uridhie upite kutembelea sehemu ya maeneo ili ujiridhishe, na kama kuna maelekezo tupo tayari kupokea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana.
Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, Mheshimiwa naibu waziri, mwenyeji wetu, kwanza tunakushukuru kwa kutupitisha kwenye eneo hili. Tunashukuru sana. Umelielezea kwa ufasaha. Na mimi nikiangalia hospitali hii na maelezo uliyoyatoa, nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Umeelezea vizuri kuhusu huduma hizi za kibingwa ambazo zilikuwa hazipatikani katika hospitali nyingi mikoani. Tulikuwa na CT scan Muhimbili. Kwa nchi nzima mahitaji haya yalikuwa yanapatikana Muhimbili peke yake. Haya mambo ni mazuri sana, watu tuwe tunakumbushana. Na Rais Samia ni rais wa 6, yangekuwa mambo mepesi yangekuta yote yalishafanyika. Kwa hiyo ni vizuri tukajua hizi ni jitihada za makusudi zimefanyika. Tena jitihada zinazozingatia utu. Utu, eneo mojawapo na la msingi sana ambalo linazingatia utu ni afya ya mtu. Sasa umeongelea Lindi, lakini hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Ruvuma, hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Mbeya, hivyo ndivyo ilivyokuwa kwenu Kigoma, hapo kuwepo na huduma za aina hii. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwetu Singida, hivyo ndivyo ilivyokuwa kwetu Mwanza, hivyo ilivyokuwa kwetu Simiu, hivyo ilivyokuwa kwetu Mara. Ndani ya miaka 4 na sehemu, Mheshimiwa Rais ameweka hizi CT scan mikoa yote 26 ya Tanzania bara yote, na MRI katika hospitali katika kanda, kuweza kurahisisha huduma zingine za kibingwa za namna hiyo. Sasa kwa kuwa pengine kuna eneo moja hatujalifanya vizuri kama serikali, kutokutambua kazi hii kubwa ambayo Watanzania kwa kupitia kodi zao wamefanya. Huwa tukipokea msaada hata wa choo tu, tukijengewa choo, tunalikuta bango kubwa kwamba choo hiki kimejengwa kwa hisani ya watu wa. Sasa niwaelekeze mamlaka ya mapato Tanzania, inapofanyika miradi mikubwa kama huu na umejengwa kwa fedha za Watanzania, mradi mkubwa kama ule wa bandari bilioni 280 kwa fedha za Watanzania, mradi kama wa bwawa trilioni 6.5 kwa fedha za ndani, tena tukiwa tunaambiwa hatutaweza na tukaweza, kwa mradi mkubwa kama wa daraja la Kigongo Busisi, wawe wanaweka bango kubwa hivyo hivyo kwamba mradi huu umejengwa kwa fedha za Watanzania. Wao waipitie miradi yote hii ambayo ilishajengwa na nyingine itakayojengwa kabla ya siku ya uzinduzi. Siku ya uzinduzi watu waliona hilo bango kwamba Watanzania na wenyewe wamejenga mradi huu. Watanzania wameweka CT scan mikoa yote. Watanzania wameweka MRI. Watanzania wanaondoa hospitali za zamani zilizokuwa zimechoka na wamejenga hospitali mpya ya aina hii. Ukifika hospitali nzuri, hata kama ulikuwa unaumwa sana, unaanza kupata nafuu hivi kwa matumaini kwamba hapa nitatibiwa. Kwa hiyo mimi nielekeze kitu kimoja tu, Mheshimiwa naibu waziri, huko hapa kumekuwepo na kilio maeneo mengi ya zile dawa mahususi kukosekana. Tuna hospitali nzuri na majengo mazuri na huduma nzuri za vipimo vinapatikana vya kisasa ambavyo mtu akipelekwa India anatumia vipimo kama hivi. Inatokea tuna madaktari wazuri, na Mheshimiwa Rais ameelekeza ndani ya siku 100 waajiriwe wengine 5,000. Kumekuwa ikijitokeza mgonjwa anaonana na daktari bora kabisa, bingwa, vipimo vinaonesha, vinatambulika anachoumwa, inaonekana dawa ile mahususi anayotakiwa kutibiwa haipatikani hospitalini. Hili limekuwa likileta dosari, na wagonjwa wakielekezwa wakatafute dawa
kwenye kioski ama kwenye duka la dawa lililo jirani. Sasa hospitali kubwa kama hii inatakiwa iwe na duka la dawa na inatakiwa iwe na dawa zote ambazo ni za muhimu na zinahitajika. Kwa Mheshimiwa Naibu Waziri, fuatilieni kitengo chenu kile kinachotafiti aina ya dawa, kifuatilieni vizuri, na bohari ya dawa yenyewe inayonunua inayoagiza dawa ifuatilieni vizuri, isije ikawa zinafanyika janja katika baadhi ya maeneo. Haiwezekani hospitali kubwa kama hii ikose dawa alafu duka la mtu binafsi tu yuko pale kioski kipate zile dawa. Kwa hiyo fuatilieni kitengo kinachotafiti ni aina gani ya dawa zinatakiwa Lindi zipatikane hizo. Kama duka binafsi linapata, hospitali inakosaje? Na bohari yetu inayoagiza dawa na yenyewe izingatie mgawanyo wa dawa. Kwa mfano leo hii ukienda ukarundika dawa nyingi za malaria ya Zanzibar, utakuwa hujatafiti, kwa sababu reti hiyo ya malaria walishaitokomeza.